hiki. Bwana, ninakutukuza. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa mamlaka yako, asante kwa kibali chako jioni ya leo. Baba, umekuwa mwema, Baba, umekuwa mwaminifu. Ninakutukuza, ninakuinua mfalme Yesu, ninalibariki jina lako. Asante kwa wema na uaminifu wako, asante kwa wema na fadhili zako. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Bwana, jioni ya leo nimekuja mbele zako, nimekuja kukulingana Bwana, nimekuja kusema na wewe katika wiki hii ambalo Bwana umelikusudia ya kwamba nizungumze na wewe mfalme. Sina maneno mengi ya kusema, ila ninachojua ya kwamba Bwana umenipa nafasi ya upendeleo, umenipa nafasi ya kukujua, umenipa nafasi ya kukuelewa, umenipa nafasi ya kukutafuta mfalme. Na jioni ya leo, masaa haya, majira haya, nimekuja mbele zako Bwana, ili Bwana wangu Yesu Kristo niweze kuzisema fadhili zako, niweze kuomba na kuzungumza na wewe. Nimekuja niweze kuteta na wewe Baba, wewe Mungu unayeishi milele, Mungu mtakatifu wa watakatifu. Wiki hili yote Bwana, ninaliweka watu mbele zako kwa ajili ya kuzungumza na wewe, kwa ajili ya kusema na wewe. Haijalishi jinsi itakavyokuwa, ninachoelewa ni kwamba Bwana umenipa nafasi na upendeleo wa pekee, ili Bwana niwe pamoja na kuzungumza na wewe na watu wote wanaonifuatilia. Bwana, neema yako ikaungane pamoja na wao katika habari Bwana, na katika maombi haya mfalme, neema yako ikazungumze nao, kibali chako kikambatane nao, na kwa sababu wamechagua kuwa pamoja na wewe jioni ya leo, neema yako Bwana ikawafunike, kibali chako Yesu kikawafunike, mamlaka yako Bwana ikawafunike. Mimi sijui jinsi inavyokuwa na inavyoenda, ila ninachoelewa ni kwamba umenipa neema ya kwamba niweze kuwepo mbele zako, na mimi Bwana ninaliinua na kulibariki jina lako. Maana vile ulivyo Mungu, hakuna ambaye anaweza kaeleza. Hata mimi jinsi ambavyo nimefika leo na mahali hapa, siwezi nikaeleza nimefikaje, ila ninachojua ni kwamba umenipa neema. Yesu ninakuinua, Yesu ninakubariki, Yesu ninakupa sifa kwa hii nafasi, ninakupa sifa kwa upendeleo huu, ninakupa sifa kwa vile ulivyokuwa mwaminifu Bwana, ninakuinua kwa vile ulivyokuwa mwema Yesu. Asante kwa ajili ya nafasi ulionipatia, asante kwa ajili ya kibali na uweza Bwana. Niseme mangapi mbele zako niko uliyeko, bali ninakushukuru Bwana kwa vile ulivyokuwa mwema, kwa vile ulivyokuwa mwaminifu, kwa vile ulivyokuwa mwema sana. Yesu ninakuinua jioni ya leo, jioni ya leo. Yesu ninakubariki, Yesu ninakubariki, Yesu ninakubariki, Yesu ninalibariki jina lako, ninalibariki jina lako. Wewe umekuwa mwema, wewe umekuwa mwaminifu, wewe umekuwa mwenye uweza, wewe umekuwa mwema sana. Yesu ninakuinua, Yesu ninakubariki, ninalitukuza jina lako. Asante kwa ajili ya uweza, asante kwa ajili ya mamlaka, asante kwa ajili ya nafasi. Mungu Bwana, katika mwezi ambao umetupa ni mwezi wa kukomoa ardhi na anga, katika maombi hayo ninajua kuna jambo jipya unaenda kulifanya juu ya anga hili, ninajua kuna jambo jipya unaenda kulifanya juu ya ardhi hii. Bwana, ninakuamini hivyo Yesu Kristo, mwamba wa uzima, Mungu maficho yangu, wewe unayenijua, wewe unayenielewa kuliko mtu yeyote. Bwana, naachilia neema, naachilia kibali, naachilia uweza. Ninakualika Yesu katika ibada hii, ninakualika Bwana katika ibada hii, ninakualika mfalme wa amani, ninakualika Mungu mwenye nguvu nyingi, ninakualika Bwana wa mabwana, ninakualika niko ngiyeko, ninakualika wewe niko, ninakualika mfalme, ninazialika nguvu zako, ninaualika uweza wako,
ninakialika mamlaka yako, ninakialika kibali chako, ninazialika nguvu zako Bwana. Ninauliza juu ya uwepo wako jioni ya leo, ninauliza juu ya nguvu zako jioni ya leo, ninauliza juu ya nguvu zako katika ibada hii, ninauliza nguvu zako katika madhabahu hii, ninasiuliza nguvu zako zikashuke na kutembea, zikashuke na kuonekana, zikashuke juu ya anga hili lote, zikatembee lako shakaba. Neema yako Yesu Kristo ikaonekane, neema yako Bwana ikatembee, neema yako Bwana ikadhihirike, neema yako Bwana ikaonekane. Ekorika bayada rakamando sikepa rakataparodebekea. Ninasiita nguvu zako, ninasiwika nguvu zako Bwana unayenijua, Yesu unayenielewa, Yesu unayenitambua. Nimekuja mbele zako jioni ya leo, nimekuja mbele zako jioni ya leo, nimekuja mbele zako jioni ya leo. Ninaomba neema yako, 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 neema yako Bwana, neema yako Bwana, neema yako Bwana, neema yako Bwana. Rekosha kalama, neema yako itembee, neema yako Bwana. Nisinyamaze wala usinyamaze, ninalielewa nguvu zako, ninalielewa vile ulivyo mwema, ninazielewa nguvu zako Bwana. Hivyo ninakualika jioni ya leo, ninakualika jioni ya leo, ninakualika jioni ya leo, ninakualika katika hii wiki lote, ninakualika katika hii wiki lote, wiki la kukusogelea, wiki la kuzungumza na wewe. Yapo mambo mengi Bwana ambayo yapo ndani ya kifua changu, haya ninatamani kunena na wewe, ninatamani kuojiana na wewe. Uliyesema tuojiane, uliyesema tuzungumze, ukasema nikukumbushe ili unipatie haki yangu. Na mimi jioni ya leo, majira haya Bwana, nimekuja mbele zako ili nizungumze na wewe, ili niseme na wewe Bwana uliye mwema, Bwana uliye mwaminifu, Bwana usiyeshindwa, Bwana usiyelala, Bwana usiyelala, Bwana usiyelala, Bwana usiyelala, wewe usiyelala. Neema yako, neema yako, maficho yako akamana makoya rakabatokosapa rikatabarabakoya rikotepelemeela rakotepelema rakamando sikabara rakotepelemayeda rakoshamakatama rikabadakaya rakotepelemedekoya. Ninasialika nguvu zako ebayokotepaya rakatamayemekoya rakoteparabababa rakamayaraba rakotepelebekaya maraba rakabayabarabababa rikotedelemene. Bwana nakualika, ninasialika nguvu zako, ninakualika Yesu wangu wewe, ninakualika Roho Mtakatifu, ninakualika Roho Mtakatifu. Mahali hapa upo wewe, mahali hapa upo wewe, mahali hapa upo wewe Bwana, mahali hapa upo wewe, mahali hapa upo wewe, mahali hapa upo wewe, mahali hapa upo wewe, mahali hapa upo wewe. Wapo wengi, wapo malaika, wapo watakatifu, upo unatuona, upo unanisikia. Yesu, ninaamini hivyo, ninaamini hivyo. Abarakadaba rakatabalabada rakakarabadaba rakotepelebeka radabakayabakata rakatabalodebekea rakaparadabakoya rikashamayera rakotepelebaya rikanabakayaba radabababababa rikotepeleba. Neema yako Yesu Kristo, neema yako juu ya Dodoma, neema yako juu ya Tanzania, neema yako juu ya Afrika. Hiyo ndio ninayoiita, hiyo ndio ninayoiuliza jioni ya leo. Haya makayadaba rabababababa. Utamwambia Habakuki anakuja mbele zako, anasema nitasimama katika zamu yangu ili nione mahali palipobomoka, nione vile Bwana atakavyoniambia. Na mimi Bwana jioni
ninasimama mahali palipobomoka juu ya Dodoma, ninasimama mahali palipobomoka juu ya ulimwengu wote, ili nione kile ambacho Bwana utakizungumza, ili nione kile ambacho Bwana utaniambia. Wale umesema ikiwa watu wako walioitwa kwa jina lako watashuka, watanyenyekea, wataomba lolote kwa jina lako, ndipo utakaposikia na kuyagaili mabaya yale uliyoyakusudia juu ya watu wako. Na mimi Bwana, jioni ya leo nimekuja mbele zako, ninene na wewe, nizungumze na wewe kwa habari ya kanisa, kwa habari ya wateule, kwa habari ya taifa, kwa habari ya watu wa mahali hapa, kwa habari ya watu wa mji. Nimesimama kama nabii, nimesimama kama nabii wa kizazi changu, nabii wa kizazi changu, nabii wa kizazi changu. Neema yako Bwana imenifanya nisimame hapa, na mimi nasimama kama nabii wa kizazi changu, kama nabii wa taifa langu, kama nabii wa Afrika hii, kama nabii wa dunia hii. Neema yako kama rako tembea. Niko hapa Bwana, niko madhabahuni hapa Bwana, uzungumze na mimi, useme na mimi juu ya habari ya taifa, juu ya habari ya kanisa, juu ya habari ya Dodoma hii. Era makayara rapa makayeleka rada baba roiko tembea nikata baraba rakatama ya baraba. Mimi najua sio mkamilifu kama wewe, mimi najua sio mkamilifu, najua yapo mambo nimeyakosea, lakini kwako wewe ni Bwana unayetakasa, wewe ni Bwana unayeosha. Si udharau utakaso, wala si ukaidi utakaso. Ninaamini ya kwamba utakaso upo, ninaamini ya kwamba damu yako inanitakasa, ninaamini ya kwamba damu yako inaniosha, ninaamini Yesu. Na mimi niko hapa jioni ya leo, na mimi niko hapa jioni ya leo, ninaomba neema, ninaomba neema ya kukubalika, neema ya kukubalika, neema ya kukubalika. Kama lakataparabaka latamareke latakalabaka yana lakakatawaika rikatamayana. Namwombea mtumishi wa Mungu ambaye ananitazama sasa. Bwana, namwombea neema ya kukubalika, ninamwombea neema ya kukubalika jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Ikawe ni jioni ya kukubalika wiki hii, ikawe ni wiki ya kukubalika. Jumatatu hii ikawe ni Jumatatu ya kukubalika. Mwezi wa tatu ukawe ni mwezi wa kukubalika. Likataparaba rakote paraba likataparaba rakatamaraba rakatapapaya rakatapaparaba rakote peleka. Neema yako Yesu, neema yako imetufanya tuwe tulipo, imenisimamisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tena bakayela wikote pelema yela wakote para baba wakote para baba wikamanda matobia rakote peleme nebekoya. Neema yako, neema yako, neema yako. Hey! Ayabakaba rakataba. Ninasita nguvu zako Bwana, ninasita nguvu zako Bwana, ninasita nguvu zako Bwana. Rakababa ninasita nguvu zako, ninasita nguvu zako, ninasita nguvu zako, ninasita nguvu zako. Walikatabarabaya rikatabarabaya rakatamaya katamayama. Wiki hili naliweka watu kwako, wiki hili ninalitamka 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 kwako, wiki hili ninalitamka
ninalitamka kwako. Wiki hili ninalitamka kwako. Ninalitamka kwako. Ninalitamka kwako. Ninalitamka kwako. Mwezi wa chawe wa macho, ninautamka kwako katika jina la Yesu. Ukawe ni mwezi wa kuinuliwa. Ukawe ni mwezi wa kutembea kwenye nafasi. Ukawe ni mwezi wa kutembea kwenye nafasi kwa kila mmoja ambaye atajiungamanisha na chanzo cha uzima. 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 Ninatamka baraka. Ninatamka kuinuliwa. Ninatamka kutembea katika baraka ulizozikusudia. 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 Oya makasaba. Zipo baraka ulizozikusudia juu ya watu wako, juu ya kizazi hiki, juu ya Tanzania, juu ya Afrika, juu ya Tanzania, juu ya dunia yote. Jioni ya leo ninasita jioni ya leo, ikiwa kuna mahali sijakamatwa, ikiwa kuna vizuizi, ikiwa adui shetani amesimama mahali pale ambapo alipakusudia juu ya watumishi wako. Danieli akaomba kwa bidii sana, akaomba kwa juhudi sana, lakini mkuu wa anga la wageni akasimama kuzuia. Na mimi ninasimama jioni ya leo kama yupo mkuu wa Wacheni aliyekamata baraka za watu wako, aliyekamata majibu ya watu wako. Jioni ya leo ninasiamuru baraka zote kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu zikaachilie. Haya bakasa. Ninakualika Roho Mtakatifu. Ninakualika Roho wa neema. Ninakualika Roho wa baraka. Ninakualika Roho unayeishi. Ninakualika Roho unayetenda mema. Roho unayetenda makuu. Roho unayetenda mambo ya ajabu. Roho ambaye haulinganishwi na chochote. Ninakualika wewe Roho. Ninakualika wewe Roho. Ninakualika wewe Roho. Ninakualika wewe Roho. Tembea mahali hapa. Tembea mahali hapa. Jidhihirishe mahali hapa. Jidhihirishe mahali hapa. Jidhihirishe mahali hapa. Katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Jidhihirishe mahali hapa. Jidhihirishe mahali hapa. Jidhihirishe mahali hapa. Jidhihirishe mahali hapa. Katika jina la Yesu. Ninakualika Roho wa neema. Ninakualika Roho wa ushindi. Ninakualika Roho wa nguvu. Ninakualika Roho Mtakatifu. Ninakualika Roho unayetenda mema. Ninakualika Roho unayeponya. Ninakualika Roho unayefungua vifungo. Ninakualika Roho unayesetua kila mitego. Ninakualika jioni ya leo. Ninakualika siku hii ya kwanza ya haya maombi ya kumiliki anga na ardhi kama ulivyonena wewe. Maombi haya Bwana ya kumiliki anga na ardhi kama ulivyonena wewe. Najua maombi haya. Kuna mtu anaenda kumvusha mahali. Kuna mtu anaenda kumtoa mahali. Anaenda kumweka mahali ulipopakusudia. Mahali ulipopakusudia. Umetupa anga. Umetupa nchi tuimiliki. Umetupa ardhi tuimiliki. Umetupa kila kitu ili tukimiliki. Umetupa vyote tukimiliki. Na jioni ya leo Yesu Kristo tunamiliki na kustawi katika jina la Yesu Kristo. Bwana uliye hai, mtakatifu wa watakatifu, nimeomba haya. Ninaomba uwe nasi katika ibada hii ya leo. Neema yako isimame katika jina la Yesu. Ninaomba, ninakuamini, ninakualika Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtumishi wa Bwana unayenifuatilia
kwenye mtandao wa kijamii, kwenye YouTube, Facebook, ninakusalimia kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakusalimia sana. Karibu katika ibada yetu, ibada ya kinabii. Hii ni ibada ya kinabii ambayo tunaianza siku hii ya leo na tutaendelea nayo wiki nzima hadi tutakapokuwa tumemaliza. Na ibada hii tegemea kumwona Bwana. Litakuwa ni wiki la maombi, litakuwa ni wiki la kuomba, litakuwa ni wiki la kumtafuta Bwana, litakuwa ni wiki la kusogelea uso wa Bwana, litakuwa ni wiki la kuzungumza na Bwana, litakuwa ni wiki la kukutana na nguvu za Mungu halisi. Hili litakuwa ni wiki la kukutana uso kwa uso na Mungu na nguvu za Mungu. Haijalishi kuna mahali au kuna sehemu ambayo vifungo vitakuwa vile kukamata, vifungo vitakuwa vile kukalia, roho za magonjwa zimekukamata, roho za magonjwa zimekukalia. Lakini katika hili wiki kwa maombi haya yatakuwa ni maombi ya shetani kuachilia kila alichokikamata kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa kila alichokikamata shetani siku hii ya leo, kuanzia leo hadi tutakapokuwa tunafika Jumapili, ninataka nikwambie hautabaki kama ulivyo. Kama kuna ugonjwa unakusumbua, kama kuna magonjwa yamekukalia, Yesu ni mponyaji. Yesu anafungua, Yesu anauisha. Ninakualika tu kama hali ulipo, ili nguvu za Mungu zikatembee, ili nguvu za Mungu zikaonekane. Ninamwamini Bwana katika viwango vya hali ya juu sana, ya kwamba mahali popote pale ulipo Bwana ataenda kukuhudumia. Mahali popote pale ulipo Bwana ataenda kukuhudumia. Nilipokuwa ninamuomba Mungu kwa habari ya wiki hili lote, Mungu akawa amenisemesha jambo kwa habari ya kusimama katika nafasi zetu, kwa habari ya kukomboa, kuna mahali tumesahau. Shetani amekalia sehemu ambazo sio za kwake, amekalia mahali ambapo sio pake. Tunateseka, tunahangaika, lakini sio kwamba Mungu amekusudia tuhangaike, hapana. Lengo ni Mungu ameachilia baraka, ili hizo baraka ziwe kwa ajili ya maisha yetu. Ameachilia baraka kwa ajili ya vizazi na uzao wetu. Na ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ameachilia baraka ambazo baraka hizo zitakuwa baraka za kawaida. Jamani, haleluya. Naomba nisaidie hiyo Biblia, chukue hapo. Kwa hiyo wakati naendelea kumwomba Mungu, wakati naendelea kuzungumza na Mungu, nikakuta kwamba kuna mahali ambapo sisi kama watumishi wa Mungu tumesahau. Kuna mahali ambapo Mungu alikuwa ametuweka, na baada ya Mungu kutuweka hapo, tukawa tumejisahau. Wakati mwingine inawezekana tumejisahau na hatujui kama tumejisahau. Vipo vitu ambavyo Mungu ameviachilia katika maisha yetu. Popote pale ulipo, Mungu ameachilia vitu vingi sana katika maisha yako. Popote pale ulipo, na maisha yote unayoyatafuta, kile chochote unachokihitaji, Mungu amekiachilia. Mungu ameshatamka baraka katika maisha yako. Tangu kuumbwa kwako, zipo baraka ambazo Mungu ameziachilia katika maisha yako. Sema tatizo ni kwamba kunafika wakati tunajisahau. Tunapopita kwenye wakati mgumu, tunaona kama tuko peke yetu katika huo wakati. Tunaona kama tuko peke yetu katika hayo mazingira. Tunapopita katika hali ngumu, tunaona kama Mungu ametuacha, Mungu ametusahau. Lakini kumbe Mungu yeye anatuwazia mema. Katika kitabu kile cha Yeremia sura 29 mstari wa 11 anasema, ninayajua mawazo ninayowawazia ni mawazo mema, ni mawazo ya amani, ili niwape tumaini siku zenu za mwisho. Anaposema niwape tumaini katika siku zenu za mwisho, katika yale majira ambayo tutakuwa tunaona kukata tamaa, tunaona kutokuendelea, mahali popote unaona kutokuendelea, katika ndoa unaona kutokuendelea, katika biashara unaona kutokuendelea, katika wokovu unaona kutokuendelea, katika uchumi unaona kutokuendelea. Yeye anasema ya kwamba anayajua mawazo anayokuwazia. Analijua lile wazo jema analokuwazia ni wazo la amani, ni wazo la kukurejeshea mema. Na anasema kabisa, kwa sababu anajua kuna kipindi wanadamu tunakata tamaa, anajua magumu tunayoyapitia, changamoto tunazozipitia, kuna wakati tunakata tamaa. Kwa anasema ninayajua mawazo ninayokuwazia, na ni mawazo ya amani, ili nikupe tumaini
siku zako za mwisho, siku unazoona umekata tamaa, unazoona hauoni kuendelea, unazoona hakuna mtu yeyote kuwa na wewe, unazoona hakuna ugonjwa anayeweza kukuponya, unapoona kwamba umeachwa peke yako, hizo ndizo tunasema atakupa tumaini. Jamani, haleluya. Haleluya. Na hapa ndipo ninajikuta natiwa nguvu na jina la Bwana. Ninajikuta ninatamani zaidi kumjua Mungu kiundani, kumwelewa jinsi ambavyo yeye anafanya kazi. Wakati mwingine mimi nawaza tofauti, yeye anawaza tofauti na nilivyowaza. Mimi nawaza kukata tamaa, ninawaza kutokuendelea, ninawaza kuvunjika moyo, ninawaza mahali hapa ni pagumu, lakini ananiambia katika Isaya, anasema mawazo yangu sio mawazo yako, akili yangu sio akili yako. Mawazo yako yanapofika mwisho ndipo mawazo yangu yanapoanzia. Akili yangu inapofika mwisho ndipo akili ya Mungu inapoanzia. Jioni ya leo natamani nikutazamishe mtumishi wa Bwana, ya kwamba hautabaki hivyo ulivyo ukielewa hii siri. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii wiki tutakuwa na maombi, na yatakuwa ni maombi ya kinabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo Mungu amenisemesha. Tutakuwa na maombi ya kumiliki anga na ardhi. Tutakuwa na maombi ya kumiliki anga na ardhi. Nilizungumza Jumapili iliyopita, nikasema mahali popote unapoenda lipo lango. Mahali popote unapoenda lipo lango. Chochote unachoenda kukianzisha mahali fulani lipo lango. Hapa tulipo lipo lango. Nikasema katika kongamano lijalo la maombi tutazungumza, tutakuwa na kongamano la kuombea malango. Nikasema siku moja mtumishi wa Mungu alikuwa anatembea. Huyu mtumishi alikuwa anaitwa Yakobo. Alipita mahali fulani mara ya kwanza, akaenda. Mara ya pili akapita, na kuna watu walikuwa wanapita pale mahali. Lakini siku hiyo usiku wakati anapita, akafika akasema hapa nitakaa. Alipokuwa amekaa, Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea, akaanza kushindana naye. Biblia inasema Yakobo aling'ang'ana naye usiku kucha, alipigana naye usiku kucha. Bwana alipoona kwamba huyu kamanda ni king'ang'anishi, akaamua kumtegua katika paja. Biblia inasema Yakobo akalala mahali pale. Alipolala mahali pale usiku, akaona ngazi imetoka mbinguni, na pale ile ngazi ilipokuwa imetoka mbinguni, Biblia inasema malaika walikuwa wanapanda na kushuka, wanapanda na kushuka. Maana yake hata kabla hajalala malaika walikuwa wanapanda na kufanya nini? Na kushuka. Na alipoona vile, Biblia inasema yeye mwenyewe Yakobo akasema mahali hapa ndipo lilipo lango la mbinguni. Kwa mahali popote unapopaona, sehemu yoyote unayoiona, lipo lango la mahali hapo. Kuna mahali fulani ukienda, unakuta mahali hapo lilikuwepo lango na linaendelea kuwepo lango la kichawi. Mahali hapo ni lango la kichawi, lango la kiganga. Kuna mahali pengine ni lango tu la zinaa. Yaani ukifika hakuna kingine unachokiwaza zaidi ya uzinzi. Kuna mahali pengine ukifika pana lango la magonjwa. Tangu umekanyaga mahali hapo unakuta pana magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika hilo lango lolote lazima liwepo mahali. Sasa tunachoanza kushughulika nacho katika wiki hii, tunaanza kushughulika na ardhi pamoja na anga. Kwa sababu katika ardhi kama tutapanda ardhi. Kama tutaanzisha biashara, tutaanzisha hapa. Hatutaanzisha mbinguni. Lakini kila mahali unapoenda wapo watawala wa hilo anga. Kwa hiyo ndio maana tunasema vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, lakini vipo vita dhidi ya wakuu wa anga na wenye mamlaka. Kwa hiyo mwanga hii tunayoiona Dodoma hii, mahali hapa tulipo wapo wakuu wa anga na wanatujua. Na katika ulimwengu wa roho wanatutambua. Popote ulipo wanajua kwamba kuna mtumishi wa Bwana pale. Popote ulipoanza biashara wanajua kwamba pale kuna mtu yuko. Naomba kama mtu anasahau anaweza kanisaidia ili tuende kwa muda, tusije tukapitiliza muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa na katika hii wiki tutatembea na kitabu cha Isaya sura ya 45. Sura ya 45 tutaimaliza yote, lakini leo tutasoma mistari michache. Alafu baada ya hapo tutaenda kumuomba Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ukiwa mwaminifu kwenye maombi haya, ninakwambia nimemwona Bwana akinisemesha jana. Nimemwona Mungu na ameahidi kwamba atafanya. Biblia inasema haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutisha mataifa yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Anasema haya ndiyo Bwana, 45 mstari wa kwanza Isaya. Haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Alafu anasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani, my God, na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine zaidi yangu. Mimi, hapana Mungu. Nitakufunga mshipi, ijapokuwa hukunijua. Taisha mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba, katika jina la Yesu, mtumishi wako, punda wako, mtumwa wako, nipo katika madhabahu hii mbele ya watumishi wako hawa na mbele ya wote ambao wanaendelea kujifuatilia. Bwana, ninatamka baraka zako, ninauliza uwepo wako katika ibada ya leo. Naomba maneno haya ukayajaze munyu, yakakolee munyu sawasawa na vile ulivyokusudia jioni ya leo, na hata tutakapoenda kuomba, neema yako ikawe nasi katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ni kitabu cha Isaya, na haya ni maneno ambayo Mungu mwenyewe alikuwa anazungumza, na ndio maana kwa kwanza Biblia inasema haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi. Maana yake Mungu alikuwa anamwambia Koreshi, Mungu mwenyewe. Haya maneno yametoka katika kinywa cha Mungu mwenyewe. Anasema haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, na anamwambia Koreshi, anasema masihi wangu. Ni kwa nini anamuita Koreshi masihi wake? Maana yake ni mtu aliyemchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu aliyemchagua. Kwa hiyo once Mungu anapokuita, Mungu anapokuchagua, anapokutaka usimame mahali pake, anapokutaka usimame katika nafasi fulani, yeye anakuita, na anapokuita atakupa maelekezo yeye ya nini ufanye. Chochote unachohitaji kukifanya katika maisha yako, Mungu atakupa maelekezo. Siku moja tukawa tunazungumza habari ya wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri, wakawa wamezunguka mlima wa Seiri sana. Bwana akasimama akaanza kuwapa maelekezo. Anamwambia Musa, anasema Musa, mmezunguka mlima huu, sasa imetosha. Ni wakati wa ninyi sasa kubadilisha mwelekeo, mtoke hapo mwelekee kaskazini. Kwa hiyo unapokuwa umechaguliwa na Bwana, Bwana akakutambua kama masihi wake, anachoanza kitu cha kwanza anakupa maelekezo. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu anaanza kukizungumza kwa Koreshi, anaanza kutamka maneno kwa kumtambulisha Koreshi kama masihi wake. Na kwa nini anamtambulisha Koreshi kama masihi wake? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho unatakiwa kutambulika kama mtumishi wa Bwana. Bwana anamtambulisha Koreshi kama mtumishi wake, alafu ule utambulisho hauishi tu kutambulika, anasema
kumtumikia Mungu kwa mazoea. Unakuwepo tu ibadani, hapana. Ufike wakati, ufike kiwango cha Mungu kukutambua. Mungu anasema haya ndio Bwana anenaye kwa masihi wake Koreshi. Wapo watu ambao Mungu aliwafurahia hadi anafikia wakati anasema hawa ninapendezwa nao, wakina Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana anamtambulisha Koreshi, alafu anapomtambulisha Koreshi anasema ya kwamba atamshika mkono wa kuume ili kutiisha mataifa. Kwa hiyo huyu Koreshi atashikwa mkono wa kuume na Bwana, na huo mkono atakaoshikwa na Bwana, lengo na madhumuni ni kutiisha mataifa. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya kumiliki lango, ya kumiliki ardhi, ya kumiliki anga, unaweza usinielewe. Na kama hauna utambulisho, mahali pako hapatambuliwi, itakuwa ni vigumu wewe kumiliki sehemu yako. Na ndio maana Bwana anazungumza na Koreshi kwa kumtambulisha, kumpa utambulisho kama masihi wake. Alafu haishii tu kumtambulisha, anaendelea mbali sana, anasema atamshika mkono wake wa kuume. Alafu ule mkono atakapomshika atakuwa ni wa kuwatiisha mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Atawatiisha mataifa. Alafu anasema nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake. Kwa hiyo kuna milango ambayo imefungwa, kuna milango ambayo unaweza usione. Ndio maana nimekwambia mahali popote unapotembea, mahali popote ulipo, yapo malango. Na Yesu mwenyewe anayatamka hayo kwenye kitabu cha Mathayo 18. Anamwambia Petro, anasema wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huo ambao ni Yesu mwenyewe atalijenga kanisa lake, wala milango ya kuzimu haitolishinda. Kwa hiyo Bwana anazungumza, anasema atamshika Koreshi kwa mkono wa kuume. Atakapomshika kwa mkono wa kuume atawatiisha mataifa mbele yake, alafu ataifungua milango iliyofungwa. Ndio maana tunatamani jioni ya leo, tunatamani ili wiki yote iwe ni wiki ya kushikwa mkono na Bwana, iwe ni wiki ya kutembea na Bwana. Tutakaposhikwa mkono na Bwana, Bwana atatiisha mataifa mbele yetu. Atakapoyatiisha mataifa mbele yetu, milango yote iliyofungwa mbele yetu itafunguka. Milango ya uchumi itafunguka, milango ya afya itafunguka, milango ya familia itafunguka, milango ya umiliki itafunguka. Kama Bwana atatushika mikono, kama Bwana atatutambua kama masihi wake, akatushika mkono, anasema ataifungua milango mbele yetu iliyofungwa. Asema nina kama unanielewa. Kwa hiyo unachotakiwa kukielewa, usirizike na mazingira unayoyapitia, usirizike na hali unayoipitia, usirizike na chochote katika maisha yako. Hata kama ni kibaya, usiseme kwamba hiki ni cha kwangu. Kama ni ugonjwa, usiseme huu wa kwangu. Kama ni changamoto, usiseme ni ya kwangu. Bwana asifiwe. Wakati leo nipo kwenye maombi, nilikuwa nimeniweza maombi leo. Wakati nipo kwenye maombi nikawa namwambia Bwana, kuna hali inanisumbua, inanisumbua. Kuna ugonjwa unanisumbua sana, unanisumbua, umenitesa. Leo nikawa nimemwambia Bwana, nikasema mimi sijaumbiwa operation, maana waliniambia natakiwa nifanyiwe operation. Nikasema Bwana, sijaumbiwa operation. Tangu wameniambia ni muda mrefu, nimemwambia Bwana, sifanyiwe operation. Huu mwili sio operation. Na kwa sababu wewe unaishi ndani yangu, maana yake huu ugonjwa unanisumbua na kusumbua wewe. Kwa hiyo siriziki na ile hali. Sisemi kwamba ile hali nimeizoea, hapana. I am struggling, ninapambana. Kwa hiyo Biblia inasema ile ipo milango ambayo imefungwa mbele yetu. Bwana atakapotushika kama masihi wake, atakapotukamata kama masihi wake, akatukamata kwa mkono wa kuume, ule mkono wa kuume ukatiisha mataifa. Alafu ataenda pamoja na sisi, ataifungua milango iliyofungwa mbele yetu, watoto wako ili wasome.
maisha yake yalikuwa ni mazuri, lakini siku hadi siku, badala ya kuendelea mbele, anajikuta anafilisika, anajikuta hawezi kupiga hatua. Mahali ambapo itakiwa apige hatua 2 mbele, anapiga hatua 10 nyuma. Alafu huyu mtu anajiona wa kawaida, na shetani alivyomjanja anaingiza trick za kumsababisha huyu mtu aone kama hapa nilipo ni sahihi. Anamtengenezea mazingira ya kuzoea hali, anamtengenezea mazingira ya kuzoea matatizo, anamtengenezea mazingira ya kuzoea shida, ya kuzoea magonjwa, ya kuzoea ukata wa maisha, ya kuzoea ukame wa ibada. Anajiona ni mtu wa kawaida. Ninataka nikwambie jioni ya leo, Bwana amenisemesha, ameniambia hakuna lolote ambalo ni la kawaida. Ametuachilia kumiliki na yuko tayari kufungua milango iliyofungwa. Yuko tayari kuachilia utisho wake juu yetu. Lakini anasema nitakwenda mbele yako. Ukiendelea pale mbele, anasema baada ya kufungua hiyo milango, akishaifungua hiyo milango hautaenda peke yako. Akishaifungua hiyo milango hautaenda peke yako. Akishaifungua hiyo milango, kabla hujapita atapita yeye kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Atapita yeye kwanza. Anasema hivi, mstari wa 2, nitakwenda mbele yako na kupafrazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Sikiliza nikwambie, Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani hana utani. Shetani hacheki na maisha ya mtu. Shetani hacheki na uchumi wa mtu, hacheki na ndoa ya mtu, hacheki na familia ya mtu. Kwa hiyo anapofunga mahali fulani, anapopafunga, haishi tu kupafunga hapo. Kuna mahali anapaparuza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna milango shetani anaifunga. Akishaifunga ile milango, anaweka vikwazo kiasi kwamba hata kama utapenya kwenye lile lango, lakini mbele yako kuna vikwazo. Lakini Bwana anasema atayafungua malango mbele yako, atayafungua. Alafu akishayafungua, mahali paliposawazishwa vikwazo vilivyowekwa, atatangulia yeye mbele ili kupasawazisha mahali palipoparuza. Sema amina. Atapasawazisha mahali palipoparuza. Hautaenda peke yako, hautatembea peke yako, atatangulia mbele. Akitangulia mbele, atasafisha mahali palipoparuza, atasafisha kwenye ile kazi, vile vikwazo, kile kibali kilichoondolewa juu yako, yeye atapita kukirejesha. Ile njia iliyopandwa miti na miba, yeye ataenda kusafisha njia. Wewe utapita kifalme, utatembea kifalme. Ndio maana nasema nitakapoyafungua yale malango, nitaenda mbele yako. Atakapoenda mbele yako, kitu kingine pale chini anasema atakupatia hazina za gizani. Zipo hazina ambazo wewe unaziona, lakini zipo hazina ambazo wewe usione. Hizo hazina ambazo wewe usione, hazina za ndani, ni hazina ambazo unamhitaji Bwana ili usipate. Kiwango cha maisha unachokitafuta leo hii, unapambana kule na huku kufanya kazi. Hivyo ni vitu ambavyo unaviona kwa hali ya kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho vipo vitu zaidi ya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza anachokisema. Vipo vitu vinavyoonekana kwa macho ya damu na nyama, lakini vipo vitu visivyoonekana kwa macho ya damu na nyama. Na hivi vitu visivyoonekana kwa macho ya damu na nyama hauwezi ukavipata. Ili uvipate hivi vitu, ni lazima Bwana akutambue kama masihi wake. Na ndio maana katika kitabu cha Mithali sura ile ya 8 anasema ninawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Alafu anasema niwarithishe mali, utajiri na heshima vina mimi. Kwa hiyo zipo hazina tuzijuazo na zipo hazina tusizozijua. Zipo mali tunazoziona za hapa juu tu. Hivi ni 500, 1,000 tunavyovipata ni vya hapa juu tu, lakini zipo hazina za sirini, hazina za gizani, ambazo hizo ili tuzipate ni lazima tuambatane kikamilifu na Mungu. Anasema hivi, ninapoenda kumalizia tuingie kumwomba Mungu. Anasema hivi, sikiliza, katika mstari ule wa 3 anasema
nami nitakupa hazina za gizani. Bwana asifiwe. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana Mungu nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Anasema nami nitakupa hazina za siri na mali zilizofichwa. Kuna watu wameibuka, wahuni fulani wameibuka, na wengi tunaona mitandaoni wanajiita sijui Illuminati, sijui Freemason, sijui wakenani, wanalitumia andiko hili kwamba zile hazina zilizo sirini zilizofichwa ndio wao wamepewa kuzifumbua. Ni wapumbavu tu, ni uhuni tu. Biblia inasema hakuna ambaye anazijua siri za Mungu isipokuwa wale wamchao. Maana yake siri za Mungu zinafunuliwa kwa wale wamchao. Hazina zilizofichwa, zipo hazina zilizofichwa. Upo utajiri uliofichwa, upo ungao uliofichwa. Ili upate ni lazima ukubali kuambatana na Mungu kikamilifu, akutambue kama alivyomtambua Koreshi mtumishi wake. Hapo ndipo atakufunulia hazina za sirini, hazina za gizani na zile mali zilizofichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini anakufunulia hazina hizi? Anasema anakufunulia hazina hizi ili wewe ujue ya kwamba yeye ndiye Bwana. Hakuna mwingine bila kama yeye. Kwa hiyo kuna vitu hutaviona, kuna hazina hautaziona, kuna mahali hautapenya, utatafuta vitu hautaviona hadi Bwana mwenyewe amehusika moja kwa moja. Kwa hiyo kuna wakati Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna mahali ambapo unamhitaji Mungu ili uweze kupenya. Hazina za sirini, mahali unapopahitaji kufika, unahitaji Mungu akusaidie ili ufike hapo, ili upenye hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunamhitaji Mungu kwa namna ya pekee sana, kwa namna ya ajabu sana. Hizi hazina za sirini, hizi hazina zilizofichika, hizi hazina za gizani, Bwana atujulishe, Bwana atufahamishe, Bwana azisababishe zitokee katika maisha yetu. Kwa hiyo unatakiwa kuelewa ya kwamba mahali popote pale ulipo yapo malango, na hayo malango yanaweza kufungwa, na hakuna anayeweza kuyafungua malango hayo zaidi ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaidi ya Mungu mwenyewe. Aliye na mamlaka ya kufunga na kufungua ni Mungu. Aliye na uwezo wa kukujulisha hazina za siri zilizofichika, hazina za gizani ni Mungu. Sasa jioni ya leo nataka tukamwombe Bwana, tukamwombe Mungu kwa habari ya kila kitu ulicho nacho. Ninachotamani leo, ninatamani kwanza twende mbele za Bwana, tukamwombe Bwana akatutambue kama masihi wake. Bwana Yesu asifiwe. Akatutambue kama masihi wake. Na wewe unayenifuatilia, nataka ukamwombe Bwana
akakutambue kama masihi wake, akakutambue, kwa sababu hakuna namna ambayo unaweza ukapenya ukatawala na kumiliki, kwa sababu kuna mahali tulishapoteza utambulisho wetu. Na hapa Bwana anamwambia Koreshi, anasema wewe ni masihi wangu, nami nitakushika mkono. Kwa hiyo hatuna namna nyingine yoyote ya kupenya hadi Bwana awe ametuonekania, hadi Bwana awe ametushika mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasimama mahali ulipo, ukasimama mahali ulipo, alafu tukaenda mbele za Mungu kuzungumza na Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Vipo vitu vingi ambavyo Mungu amevikusudia katika maisha yetu, na yeye yupo tayari kutupatia, yupo tayari kuvitenda, na ameahidi ya kwamba atafanya. Kwa hiyo jioni ya leo, kwa hizi dakika kadhaa tunazoenda kumwomba Bwana, kwa hizi dakika kadhaa tunazoenda kumwomba Bwana, nina hakika Mungu hatanyamaza. Nina hakika Mungu hatanyamaza. Unaweza kumwomba Bwana, umwambie Mungu, naomba nitambulike, nitambulishe. Bwana akutambue kwa namna yake. Hata kama wewe ni Mkristo, sio tu Mkristo wa kujiita Mkristo, Bwana akutambue, ajivunie wewe. Anapotamani kufanya vitu afanye. Bwana asifiwe sana. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, nikoje mbele zako. Wanijua Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, nikoje mbele zako. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Yesu, wanijua vyema Bwana, nikoje mbele zako. Wanijua, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, nikoje mbele zako. Wanijua vyema Yesu, wanijua vyema Yesu, wanijua vyema Yesu, nikoje mbele zako. Wanijua Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, nikoje mbele. Nenda mbele za Mungu sasa. Mwambie Bwana, unanijua, unanielewa, unanijua vizuri, unanielewa vizuri, unajua kuketi kwangu. Yeye amepepeta kwenda kwako, anakuelewa vizuri sana. Nenda mbele za Mungu, mwambie Bwana, unanijua, mwambie Bwana, unanijua, mwambie Bwana, unanijua. Kama jinsi alivyomtambua Koreshi kama masihi wake, natamani na wewe jioni ya leo akakutambue kama masihi wake, kama vile alivyoahidi kutembea na Koreshi, ya kwamba atayafungua malango yaliyofungwa, atapasawazisha mahali palipoparuza. Ni shauku ya moyo wangu ya kwamba Bwana na wewe jioni ya leo akafanye hivyo, akatembee na wewe, akaende na wewe. Anamwambia Musa, anasema Musa, uso wangu utakwenda pamoja na wewe. Baba, katika
jina la Yesu Kristo. Nikoliyeko mtakatifu, nimeziona habari za Koreshi, nimeona jinsi ulivyonena na Koreshi, nimeona jinsi ulivyoahidi mambo makubwa kwa Koreshi, ya kwamba Bwana utafanya, ya kwamba Bwana utamshika mkono, na utakapomshika mkono atatisha mataifa, mafalme wote utalegeza viuno mbele yake, alafu utayafungua malango yaliyofungwa. Hapatakuwa na malango yaliyofungwa tena, badala yake yatafunguliwa yote, alafu wewe utaenda mbele yake, alafu utakapokuwa umeenda mbele yake, Bwana utapasawazisha mahali palipoparushwa. Na mimi jioni ya leo, mtumishi wako uliyeniita kwa jina lako, Bwana nimesimama, ninaomba utambulisho, ninaomba kutambuliwa na wewe, ninaomba kutambuliwa na wewe, ninaomba kutambuliwa na wewe, kama ulivyomtambua Koreshi, kama ulivyomtambua Koreshi. Naomba nipe neema kama jinsi ambavyo Nuhu akapata neema machoni pako. Naomba nipate neema kama jinsi ambavyo Kornelio akapata neema machoni pako. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, ninajua vipo vitu ulivyoviahidi, ninajua vipo vitu ulivyoviahidi. Zipo hazina za sirini, zipo mali zilizofichwa, zipo hazina za gizani, umeahidi kwamba hizo zipo. Baba, katika jina lako ninaomba neema, ninaomba nipate kibali. Akabaradaba rakadabakayaba rakatabarabaka radabakarabaka rakotepelebekea radabakolimayada. Endelea kuomba, endelea kumsihi Bwana, endelea kumsihi Bwana, ya kwamba Bwana akujulishe, Bwana akufahamishe, akutambulishe zile hazina zilizofichika, zile hazina za sirini. Jioni ya leo, ili wiki yote, ili lioni letu Bwana, ya kwamba Yesu tutambue, ya kwamba Yesu tujue, unijue Bwana. Mimi mtumishi wako, unanijua vizuri, unanijua vyema, jinsi nilivyo mbele zako, jinsi nilivyo mbele zako. Ninaomba neema yako, ninaomba uweza wako, ninaomba kutanguliwa zile hazina za sirini, zile hazina za sirini, zile hazina za sirini. Bwana, zipo kwa ajili ya watakatifu wako, zipo kwa ajili ya watu wako. Ninamwombea mtumishi wa Bwana huyu apate neema, apate neema machoni pako, apate neema machoni pako, katika jina la Yesu aliye hai. Radabakasama ekamayala rikotepeleleba rakatapaloda bakaya rakapasiketelea rakapashotelelebekoya, katika jina la Yesu. Yapo rikatama ile milango iliyofungwa, vile vifungo vilivyofungwa, ile milango iliyofungwa katika maisha yako, katika jina la Yesu Kristo ninaifungua, katika jina la Yesu ninaifungua, katika jina la Bwana ninaifungua, katika jina la Bwana ninaifungua, katika jina la Yesu. Mahali palipoparushwa, mahali palipoparushwa, katika jina la Yesu. Bwana ameahidi kupasawazisha, Bwana ameahidi kupatawazisha katika afya. Mahali palipoparushwa katika afya, unaweza ukamwambia Bwana ya kwamba Bwana, mimi si mwenyeji wa magonjwa, ukamwambia Bwana, mimi si mwenyeji wa mateso, ukamwambia Bwana, mimi si mwenyeji wa maumivu, ukamwambia Bwana, mimi si mwenyeji wa kulialia. Hapana, ninakataa. Majeshi ya Bwana yapo. Mwambie Bwana, ninakataa. Mwambie Bwana, ninakataa. Funguka katika ulimwengu, funguka katika maombi yako. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana, umeahidi, umeahidi, umeahidi ya kwamba utatembea na mimi, umeahidi ya kwamba utayafungua malango yaliyofungwa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, neema ya Bwana aliye hai, neema ya Yesu Kristo, neema ya Yesu Kristo, neema ya Yesu Kristo ikasaliwe, neema ya Bwana ya kutujulisha, neema ya kututambulisha, neema ya kutufahamisha mambo makubwa, mambo ya ajabu ikasaliwe. Kama yale baba, ile milango iliyofungwa, yale malango
milango yaliyofungwa. Unajiona mahali ulipo, wewe mwenyewe unajua kiuchumi usingekuwa hapo. Unajiona mahali ulipo, kibiashara unaona usingekuwa hapo. Unajiona mahali ulipo, unaona kiafya usingekuwa hapo. Unaona kimaendeleo usingekuwa hapo. Kielimu usingekuwa hapo. Wewe ni shahidi wa maisha yako katika jina la Bwana. Amesema atafungua malango. Amesema ametupatia vitu vingi, zipo hazina za gizani. Endelea kumwomba Bwana. Inawezekana kuna mahali ulikosea, ndio maana vitu vimefungwa. Inawezekana kuna mahali ulikosea, ndio maana malango yamefungwa. Katika jina la Yesu, nenda mbele za Bwana. Yeye ameahidi ya kwamba atasawazisha raka mashakaba radabakasimelebe rikatamaradabakosa rikatabarabababa ekosimayama. Ninaomba juu ya lile eneo lako la umiliki. Ninaomba juu ya lile eneo ambalo sasa nimepoteza nguvu ya kumiliki, ambalo sasa nimepoteza nguvu ya wateja, ambalo sasa nimemezwa. Biashara za wengine zimemezwa, maeneo ya wengine yamemezwa. Jioni ya leo ninasimama kama nabii, ninasimama kama nabii mahali pako. Ninasema kila kilichokamata kiachia kwa jina la Yesu. Kila kilichokamata afya yako kiachia kwa jina la Yesu. Madhabahu zilizokamata maisha yako, zilizokamata afya yako, zilizokamata familia yako, zilizokamata watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo. Ile ardhi Bwana ametupa, ile anga Bwana ametupa, ile ardhi ambayo umeweka biashara Bwana amekupa, ile ardhi Bwana amekupa. Sio ya wewe kudaiwa, sio ya wewe kufilisika, sio ya wewe kuonea aibu, sio ya wewe kunyanyaswa. Hapana, ni ya kwako. Heshima ni ya kwako. Si zaidi ya hizo, zaidi ya hizo, na zile hazina za gizani, na zile hazina za sirini, na zile hazina za gizani, nazo Bwana ametupatia, nazo Bwana ametupatia, nazo Bwana ametupatia. Mali zilizofichwa, mali za gizani zilizofichwa, Bwana ametupatia. Tumiliki ardhi, kuwa na kanisa kubwa, nalo Bwana ametupatia. Kumiliki kanisa kubwa, washirika wengi, Bwana ametupatia. Wewe mtumishi wa Bwana ambaye unateseka, unalia kama Mungu amekuacha kwenye huduma, nataka nikwambie jioni ya leo ya kwamba Bwana hajakuacha. Bwana yuko na wewe, anakutambua kama masihi wake, anakutambua kama Koreshi. Ataenda pamoja na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nakuombea neema, nakuombea neema. Akushike mkono Bwana, mkono utakaowatisha mataifa, mkono utakaotisha nguvu za giza, mkono utakao kuinua katika huduma. Hautainuliwa kwenye huduma bila kuwa na nguvu zake, hautainuliwa kwenye huduma bila kutembea na utisho wake, hautainuliwa kwenye biashara bila kutembea na utisho wake. Anasema atamshika Koreshi mkono wa kuume ili awatishe mataifa. Atavilegeza viuno vya wafalme, atalegeza viuno vya adui zako waliokamata, waliokwendea kwa waganga, waliosimama kukuroga, walioenda njia panda kwa ajili ya kutamka maisha yako, walioenda njia panda wakavunja nazi, wakapasua nazi, wakavunja viungo, wakalinena jina lako huko, kwa jina la Yesu aliye hai. Ramakasama yakaba rakapakasama karabana, walionena jina lako kwenye madhabahu za giza, kwenye madhabahu za siri, ninawapandia kwa jina la Bwana, ninawapandia kwa jina la Yesu, ninawapandia kwa jina la Yesu. Walionena maisha yako, wakakuambukiza roho za kukataliwa, wakakuambukiza roho za madeni, wakakuambukiza roho za aibu, wakakuambukiza roho za kusema, katika jina la Yesu ninasimama kinyume nazo. Kwa jina la Yesu Kristo ninasimama kinyume nazo. Waliozuia biashara yako, waliozuia biashara yako, waliooa mipango yako, unapanga mipango lakini haifanikiwi, katika jina la Yesu. Mipango ya Mungu ni wewe kuinuliwa, mipango ya Bwana ni wewe kusimama, mipango ya Bwana ni wewe kuvuka, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho wa neema, Roho wa baraka, Roho wa nguvu,
jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai, katika jina la Yesu hai. Na kuombea neema ya kutembea, na kuombea neema ya uponyaji, na kuombea neema ya kuinuka, na kuombea neema ya kusimama tena, na kuombea neema ya kutiwa nguvu katika biashara yako. Rabakashabakaraba, radababa. Hautakuwa masikini, hautakuwa masikini, hautakuwa masikini. Bwana ni Bwana tufundishaye ili tupate faida. Kayabaka, hautateseka tena, hautakii kuteseka, hautakii kupita kwenye hiyo hali, hautakii kupita kwenye hiyo hali unayopitia leo. Na mtuma Roho Mtakatifu aingie ndani yako kama mfariji mkuu, kama mfariji mkuu akujulishe majeshi, majeshi ya Bwana, majeshi, majeshi ya Bwana. Rabakayabaka, ratabaraba. Endelea kuomba mtumishi wa Bwana. Maombi yako yanamsababisha Mungu apasawazishe mahali palipo parufa. Maombi yako yanamsababisha Bwana apasawazishe mahali palipo parufa, apasawazishe mahali palipo parufa, mahali palipo parufa kwenye huduma, mahali palipo parufa kwenye afya yako, mahali palipo parufa kwenye ndoa yako, mahali palipo parufa kwenye uchumi wako, kwenye ile biashara yako, kwa mume wako. Neema ya Bwana, heshima ikarejee, heshima ikarejee, heshima ikarejee, heshima ikarejee. Ninakutambulisha kwa mataifa kwa jina la Yesu. Waliokuona haufai tena, waliochukua heshima yako, walioamua kukudharau wewe, kwa jina la Yesu Kristo, juu ya mji huu nirejeshe heshima yako. Bwana narejesha heshima yako jioni ya leo, jioni ya leo. Kila ulichokipoteza, kilichokuwa kimefungwa katika malango filime, kikafunguliwe. Bwana amesema atafungua milango, haitafungwa tena milango. Anasema ataifungua, ikafunguliwe sasa, ikafunguliwe sasa, ikafunguliwe sasa, ikafunguliwe sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea neema hii, 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 pokea neema hii. Watoto wako, watoto wako wapokee neema hii. Familia yako ipokee neema hii, ipokee neema hii. Familia yako ipokee neema hii. Watoto wako waliodharaulika, watoto wako waliodharaulika, na achilia neema ya ukombozi juu yao, na achilia neema ya ukombozi juu yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana ametupa kumiliki, Bwana ametupa utamalaki. Neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana juu ya anga hili inafunguka. Neema ya Bwana juu ya anga hili, neema ya Bwana juu ya ardhi hii, neema ya Bwana juu ya maisha yako, neema ya Bwana juu ya ndoa yako, neema ya Bwana juu ya biashara yako, neema ya Bwana juu ya kila kitu chako. Ninaitamka, ninaitamka damu ya Yesu, damu ya Yesu. Wao wamechinja wanyama, wao wamemwaga damu za wanyama, wao wamemwaga damu za wanyama, wametoa kafara za wanyama, wamemwaga damu za binadamu. Sisi tunaenda kwa damu ya Yesu Kristo, sisi tunaenda kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakukomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna sadaka ambayo inaweza kukomboa maisha yako, hakuna sadaka inaweza kukomboa familia yako, hakuna sadaka inaweza kukomboa uchumi wako, hakuna sadaka inaweza kukomboa watoto wako, isipokuwa ni sadaka iliyomwagika Kalvari, ni damu ya Yesu Kristo peke yake. Sadaka za
sadaka za ng'ombe na kondoo haziwezi, sadaka za kujimaliza haziwezi, lakini sadaka ya damu ya Yesu Kristo peke yake ndio inaweza. Na mimi nakutamkia baraka, ya ukombozi, baraka ya damu ya Yesu Kristo, baraka ya damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Damu ya Yesu Kristo ipo kwa ajili ya kukomboa, damu ya Yesu Kristo ipo kwa ajili ya kutakasa, damu ya Yesu Kristo ikakutakase, alafu ikakukomboe, ikapasawazishe mahali palipofungwa, mahali ulipofungwa, mahali ambapo ulifungwa na wafalme wa dunia, mahali ambapo ulifungwa na vifungo vya dunia, mahali ambapo ulifungwa na kamba za mikatale, mahali ambapo biashara yako ilifungwa, mahali ambapo shetani alikuagizia wewe madeni, akakuagizia wewe kukataliwa, akakuagizia wewe kukata tamaa. Haya bakaya, ninatamka neno mpya, ninatamka mwanzo mpya, ninatamka mwanzo mpya katika mwezi mpya wa tatu. Ninakutamkia mafanikio, ninatamka kupasawazisha mahali palipofungwa katika jina la Bwana aliye hai, katika jina la Bwana aliye hai. Arabakayaba, rabababa, kila vifungo vilivyofungwa vinafunguka kwa jina la Yesu, vinafunguka kwa jina la Yesu. Kila minyororo iliyofungwa inafunguka kwa jina la Yesu. Bwana ameniamini, amenipaka mafuta, ili nikuhubirie habari ya kufunguliwa kwako, ili nikutangazie habari ya kuwekwa huru kwako, ili nikutangazie habari ya kuwa huru. Vifungo vyote ulivyofungwa, minyororo yote ulivyofungwa, kila kilichokukamata kwa jina la Yesu ninakitangua. Ile ni mizimu ya ukoo wenu, mizimu ya babu zenu, ninaitangua kwa jina la Yesu. Mizimu ya madhabahu za ukoo, magonjwa ya kutumwa, laana za mababu, laana za mabibi, hautatembea nazo wewe kwa jina la Yesu. Pokea mwanzo mpya. Ratabakasaba, ratabashakaba, rabatakasamaranaba, radababababababababa, lidabakatoledebeke, rabadagasikaralaba. Bwana, tumekataa magonjwa. Miili hii ni hekalu lako. Hekalu lako haliwezi likaumwa. Hekalu lako haliwezi likateseka na magonjwa ya ajabu. Hekalu lako halitakiwi kufanyiwa operesheni. Hekalu lako halitakiwi kulala vitandani. Hekalu lako halitakiwi kufanyiwa operesheni. Na kataa, labda wewe sio Mungu, Hekalu lako halitakiwi kufanyiwa operesheni. Na mimi nataka nikuamini, na mimi ninakuamini ya kwamba miili yetu ni hekalu lako. Hekalu lako haling'ari, hekalu lako linawahudumia watu, hekalu lako linawaponya watu, neema yako. Hekalu lako haliwi maskini, nyumba yako haipungukiwi, nyumba yako haipungukiwi Yesu. Hivyo Bwana, nyosha mkono wako katika jina la Bwana aliye hai. Usichoke kuomba. Unapoomba kuna vitu vinafunguka, unapoomba kuna milango inaachilia, unapoomba kuna milango inaachilia katika jina la Yesu. Unapoomba afya yako inakuwa salama, unapoomba biashara zako zinaachilia, unapoomba mahali biashara yako ilipo, haijalishi ni biashara gani, inaenda kupata jina kwa jina la Yesu. Ninakutamkia biashara yako inapata jina, inapata umaarufu, inapata jina. Huduma yako inapata jina, huduma yako inakuwa maarufu. Huduma hii ya Mission Day inaenda kuwa maarufu kwa jina la Yesu. Huduma hii ya Mission Day inaenda kuwa maarufu kwa jina la Yesu. Maana Bwana ametupa mahali hapa tupamiliki. Bwana ametupa mahali hapa tupamiliki. Ametupatia Yesu. Rabakasaba, rabadarabakaraba. Holy Spirit inakualika. Rikataparadabakara, radababababababa. Sisi hatuna Mungu mwingine. Mimi sina Mungu mwingine. Watumishi wako hawa hawana Mungu mwingine. Watumishi wako hawa hawana Mungu mwingine. Watumishi wako hawa hawana Mungu mwingine. Hawana Mungu mwingine. Radabaka
Asabaradaba Ridaba Karabadarabarabarabarabarabaraba Baradabababababababa. Kila aliye mgonjwa asikie kuinuka. 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 Kila aliye na kiu ajisikie ya kupata maji. Ajisikie kupata maji. Kila aliyevunjika moyo ajisikie kuinuka tena. Ajisikie kusimama. Aliyejikatia tamaa naona hawezi, ajisikie kuinuka tena. Jioni ya leo, 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 jioni hii, jioni hii ni jioni ya kuangaliwa na Bwana. Ni jioni ya kuangaliwa na Bwana. Kwenye afya yako ni jioni ya kuangaliwa na Bwana. Kwenye biashara yako ni jioni ya kuangaliwa na Bwana. Kwenye ndoa yako ni jioni ya kuangaliwa na Bwana. Kwenye uchumi wako ni jioni ya kuangaliwa na Bwana. Kwenye ule ujenzi unaoendelea nao ni jioni ya kuangaliwa na Bwana. Kwenye lile bili la pesa ambalo unalitegemea kulipokea, nikao jioni ya leo ni jioni ya kuangaliwa na Bwana. Katika jina la Yesu na kutabiria mema, na kutabiria kuinuka, na kutabiria kupona, na kutabiria kurejea kwenye heshima yako, na kutabiria biashara yako kurejea kwenye mstari. Katika jina la Yesu Kristo, pokea neema ya Bwana. Pokea neema ya uwezesho. Pokea neema ya uwezesho. Bwana anaenda kurejesha. Anaenda kurejesha zile hazina za sirini. Zile hazina za sirini, mapato yako yakawa ni malamia. Maana kuna mapato ya sirini Bwana anaenda kuyatoa. Anaenda kuyaonyesha kwako. Zipo mali za sirini ambazo Bwana anaenda kuzidhihirisha kwako. Zipo mali za sirini ambazo Bwana anaenda kuzidhihirisha kwako. Zipo hazina za sirini ambazo wewe usioni utaziona, ambazo wewe utazifikia bado. Bwana anaenda kuzidhihirisha kwa jina la Yesu. Unaweza ukasimama mahali ulipo. Unaweza ukasimama mahali ulipo. Unaweza ukasimama mahali ulipo. Unaweza ukainua mkono wako juu na mbele. Mkono wako juu na mbele. Nataka nikuombee. Nataka nikuombee neema mpya. Utakiwi kubaki kwenye hali unayopitia sasa. Utakiwi kubaki kwenye changamoto unayopitia sasa. Bwana alishamaliza yote. Ameshatupa nchi, ametupa anga tumiliki. Ameahidi kwamba atakuwa na sisi. Utakiwi kubaki hivyo ulivyo. Hivyo unavyojiona sivyo ndivyo unavyotakiwa kuwa. Jioni ya leo lazima utoke hapo. Unapoondoka hapo unatakiwa kuondoka na mwanzo mpya. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti kuu, sema Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Jioni ya leo ni jioni yangu. Ni jioni yangu ya kukombolewa. Ni jioni yangu ya kuziona nguvu zako, ya kuona uso wako. Bwana niko hapa. Bwana niko hapa. Bwana niko hapa. Nitazame. Nitazame. Nikomboe kwa jina lako Yesu na kwa damu yako mwana kondoo. Biashara yangu, kazi yangu, ndoa yangu, familia yangu, watoto wangu, ninawatambulisha kwako. Ninawatambulisha kwako. Mahali popote nitakapopakanyaga, Bwana umenipatia na tena ukanipatia hata zile hazina za sirini na zile mali zilizofichwa, zilizo gizani, zikawe juu yangu katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako hivi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya watumishi wako Bwana, zile hazina za sirini, zile hazina zilizofichika, zile hazina za amani, hazina za afya. Zipo hazina za afya. Dunia inakufa, wanadamu wanakufa, lakini sisi tulio kwako tunayo maisha mengine yaliyo sirini. Biashara za watu zinakufa, lakini watumishi wako hawa, zipo biashara zilizo hazina yako. Mali zetu zinapotea, lakini kwako zipo mali zilizofichika. Naombea katika jina la Yesu, kila mmoja mahali pake, kila mmoja sehemu yake, kwa kuwa umekubali kukutazamia wewe Yesu Kristo. Afya, ndoa, kila kitu kilicho mikononi mwao Bwana, ninaomba, ninakitamkia baraka. Hii mikono walioinua juu, ninaomba ukaibariki. Mikono hii ukaitakase. Mikono kama kuna mahali ilipomoka, Yesu Kristo ninairejesha katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika
upungufu wako wa fedha, pokea kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana ikawa juu yako. Unaweza kusema amina. Mungu akubariki kwa kuweza kuwepo mahali hapa. Kesho tutakuwepo mahali hapa saa 2 kamili hadi saa 3. Tutakuwepo tena tukimtafuta Bwana. Naomba usipange kukosa. Fanya vyovyote vile unavyoweza ukafanya. Andaa vitu vyako vizuri. Andaa kile unachoweza ukakiandaa. Hakikisha saa 2 kamili upo hapa. Mimi nitakuwa nitaendelea na kuendelea. Hakikisha kwamba hadi tunamaliza Jumapili kutakuwa na shuhuda hapa ya kwamba Mungu ametutendea. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya muda huu. Asante kwa ajili ya ibada hii. Asante kwa ajili ya jioni. Asante kwa ajili ya watumishi wako waliokuja mahali hapa. Naomba ukawabariki, ukawatakabali, ukawaonekanie. Bwana, watakapoondoka mahali hapo, kaendelee kuzungumza nao. Sauti yako ikaendelee kuzungumza nao. Katika jina la Yesu, ninautamka usiku wako ni usiku wa baraka kwa uweza na nguvu zako Bwana, nikiomba na nibariki jina lako. Amen. Mungu awabariki. Asante kwa kuja. Karibu tena siku ya kesho. Tuendelee na amani ya Bwana.